Mgeni rasmi, pamoja na jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutunga sera, sheria na miongozo mbalimbali juu ya mapambano dhidi ya umaskini, jumuiya yetu imeweza kuchukua hatua ya pamoja ya kuwaunganisha wanawake, wanaume, vijana na watu wenye uhitaji maalum kama walemavu na kuwa katika vikundi na kuwawezesha elimu ya ujasiriamali, uwekezaji na matumizi ya pesa ili waweze kujiajiri na kupunguza umaskini katika familia na taifa kwa ujumla, na kuweza kulipa kodi za serikali. Jubi ilianza na kundi kimoja, mpaka sasa tuna vikundi 25 na vikundi vilivyo hai ambavyo vinalipa ada zao kwa wakati ni vikundi 11. Kwa wakati yote haya yanatokana na changamoto za kifedha na afya kwa viongozi na wanachama wetu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na jitihada zote za maendeleo ya taasisi yetu, tumeweza kuunganisha umoja wetu na kuona kuna umuhimu wa kutoa msaada kwa watu wenye mahitaji maalum. Kwa siku ya leo tutakuwa na watu ambao wana mahitaji maalum, tukiwemo wazee na wale ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Tutaweza kuwapatia msaada siku ya leo, na tunaomba tushirikiane na wewe kuweza kuwakabidhi kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Changamoto tulizo nazo zinazotukabili taasisi ya Jubi, kuna baadhi tumeweza kukabiliana nazo kwa kushirikiana na shirikisho la vikoba sambamba na rais wetu. Kwanza kabisa, tuna changamoto ya ukosefu wa fedha na rasilimali ya vifaa inayotokana na wafadhili wa ndani na wa nje, ambapo mapato yetu yanatokana na wanachama na wadau wa maendeleo. Tumekuwa tukitoa fedha kutoka mifukoni kwetu tangu tulipoanzisha taasisi yetu. Tuna mapungufu ya kupata wadau, tumeshindwa kupata pesa ya serikali hasa 10% kutokana na masharti kuwa magumu. Kutokana pia tunaweza tukapeleka kikundi na bado kisitembelewe, kikaonekana sio kikundi sahihi. Ndugu mgeni rasmi, kupitia kongamano hili tunakuomba kwa nafasi yako, na Mwenyezi Mungu atakubariki, ukawe diwani, ukatetee makundi haya ya vikoba yaweze kupata mikopo ya serikali hasa ya 10% kwa urahisi, lakini pia ukazungumze namna gani tunapata changamoto ya kukutana na maafisa maendeleo wetu wa kata, wanatuona sisi kama sio watu sahihi kwao. Tunapenda ukatusemee hili na wajue sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha mafanikio ya wananchi, na tupo na vikundi sahihi, kwa sababu halmashauri imetupa access ya kuweza kusajili hivi vikundi na wao wanalitambua hilo, kwa maana tunakutana nao kwenye vikao vya kuhakikisha makundi haya yanasajiliwa. Lakini kwetu imekuwa changamoto, tukiwapelekea hivi vikundi kuwapa mikopo, wanatamani kuwapa mikopo vile vikundi walivyosimamia wao kwa usajili. Tunaomba tukasaidiwe hili, na imani ilipo ndani ya uwezo wako. Ndugu mgeni rasmi, tuna changamoto ya vifaa vya ofisi ikiwemo kompyuta, printer machine na vifaa vingine vya elektroniki vya kuweza kufanya shughuli zetu kuwa za kisasa zaidi, na tunategemea zaidi stationery, ambapo kuna muda mambo yetu yanakuwa yanaibiwa. Ndugu mgeni rasmi, kupitia kongamano hili tunapenda kuwashukuru wadau wetu ambao wamefanikisha kongamano letu leo, wakiwemo UTT AMIS, Equity Bank, Super Life na wanachama wa Jubi. Mimi binafsi ni muumini sana wa ushirikiano na umoja. Ninatambua vikoba ni platform nzuri sana ambayo inaweza kutunganisha sisi wananchi wa hali ya chini katika kutatua changamoto zetu za kimaendeleo, za kiuchumi na maisha. Kwa hiyo unapoona wanakikundi mnasherehekea kongamano la mwaka na mmependeza hii, maana yake ni kazi nzuri ambayo imefanyika na platform ya vikoba. Platform kama hizi kwa sisi zinaturahisishia kufanya kazi. Mimi natambua naenda kuwa bado ni mteule, naenda kuwa kiongozi wenu wa wananchi wa kata. Kuna fursa nyingi zipo ndani ya kata. Kuna mikopo ya 10% ambayo haina riba na imesemwa hapa na mkurugenzi katika katiba.
mimi siwezi kuisimamia ile mikopo bila kuwa na vikundi. Tunatambua iko 4% akina mama. Akina mama oye! Naona ndio mko wengi kuliko sisi akina baba, lakini ziko 4% kwa ajili ya vijana na 2% kwa ajili ya makundi maalum, yani walemavu. Niliyasema kipindi tunaomba kura na naomba nirudie. Mimi niliamua kugombea niwe kiongozi na sio kwenda kuchuma. Mimi uongozi nataka iwe ibada. Kwa hiyo niwahakikishie wanajubi, mmepiga hodi, karibuni. Karibuni. Jubi nimeambiwa iko mtaa moja, iko Ngware, si ndio? Si kata yetu ina mitaa 8. Na imani kwa sababu nyinyi ni wa kwanza kuniona nafaa, tasaidiana na mkurugenzi wa Jubi, ikiwezekana, na rais kasema hapa, kila mtaa fungue ofisi ili tuweze kuwasaidia wale wananchi waweze kujitatua matatizo yao. Kwa hiyo mimi niko sambamba na nyinyi Jubi, kwa sababu natambua umuhimu wa vikoba na najua bila vikoba pesa nyingi kutoka vikundi mbalimbali ambaye havina nidhamu ya pesa, hazina elimu ya ujasiriamali, zitaenda hazitarudi. Kwa hiyo natambua umuhimu wa vikoba, na rais kasema vizuri, sio kuwezeshana tu, pamoja mnapewa mafunzo jinsi ya kutunza pesa. Ndio maana nimeona leo kuna vikundi, kuna taasisi za kifedha ziko hapa zinatoa elimu. Kwa nawapongeza sana kwa kongamano zuri. Kwa kuanzia, mimi kama diwani mteule najitolea kutoa kompyuta ya mezani na printer moja. Platform ya mfumo wa vikoba ndiyo mkombozi kwa wajasiriamali na wafanyabiashara wa kati na wa chini. Ikikupendeza, kwenye moja ya mkakati wako wa kuleta maendeleo kwa wananchi kwa mwaka 2026-2030, kwenye strategic plan yako, basi Jubi wawe nyuma yako kwa ajili ya kufungua vikundi kwenye kila mtaa. Mimi na imani inawezekana kabisa usiwe na fedha nyingi za kusaidia kila mtu, lakini platform hii ya Jubi inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba wananchi wakajisaidia wenyewe. Na mimi niseme, Mheshimiwa mgeni rasmi, sio kwamba Watanzania hawana pesa, ila Watanzania tunazo pesa ndogo ndogo ambazo tunakosa platform za kutunza zikawa nyingi. Nikuombe wale wajasiriamali waliopo katika kata yako, tuwatengenezee vikundi ili iwe rahisi kuweza kuhakikisha kwamba fedha zao zinaseviwa, na tunahakikisha tunawajengea nidhamu ya fedha, ili siku ukimaliza awamu yako hii kwa kujiandaa na awamu nyingine, useme kuna wajasiriamali walisaidika kupitia platform ya vikoba. La mwisho, ndugu zangu wana vikoba, mimi huwa ni mpenzi wa kuzungumza juu ya maendeleo, lakini nichelee kusema kwamba Mungu hawezi kutuma manabii tena wakaja kwenye maisha yetu kuja kubadilisha maisha yetu, isipokuwa jitihada zetu sisi ndizo zitakazotusaidia kuweza kufanikiwa. Niwaombe kila mmoja kwa nafasi yake, na kila mmoja kwa itikadi yake, na kila mmoja kwa biashara yake, tukaweke jitihada za dhati katika kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kutimiza yale malengo tuliyokuwa tunataka kuyatimiza. Na mimi nataka niwajuze kwamba hakuna starehe nzuri kwenye maisha kama starehe ya kutimiza malengo. Kila mmoja tuitumie mwisho wa mwaka huu kwenda kufanya tathmini ya kuhakikisha kwamba tunaboresha kazi zetu, tunaboresha biashara zetu ili tuweze kuleta maendeleo.